because nataka tukunena tu kidogo, and then we will have time to pray in the house of the Lord. Praise the name of the Lord. Yeah? So neno lile ambalo ningetaka kutaja 2 Corinthians chapter 5 verse number 7 inasema ya kwamba, for we do not walk by sight but we walk by faith. Hatutembei kwa kuona, tunatembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. And I want you to note a few things ambazo pengine hata sikusema pale bereni. Faith is a choice. Imani ni kitu mtu anaweza chagua. Faith is a choice. Blessed be the name of the Lord. Manake ni kusema ya kwamba naweza chagua kama nitaamini ama sitaamini. I can make a choice. The Bible says we walk by faith and not by sight. Tunatembea kwa kuamini, si kwa kuona. Hasemi twatembezwa, tunabebwa, tunasukumwa. Anasema we walk. Hallelujah. Manake ni kusema tumechagua, ni kitu tunafanya. It is something that we practice. Glory be to God. Kwa hivyo ni kusema ni lazima ufike eneo ambalo utajichagulia kama utatembea kwa imani ama utatembea kwa macho haya. Hallelujah. Na niwaambie, katika maisha hakuna mtu mzuri kama mtu atembeaye kwa imani. Hatumii macho haya yanayoona. Haangalii mambo kama vile watu wanayangalia. Wakitembea wafike mahali penye ugumu, yeye haangalii vitu kama vile mtu yule mwingine anaangalia. Jina la Bwana libarikiwe. Now I was thinking about these words in the book of Romans. Kuna mahali inasema ya kwamba wakati wa Israeli walikuwa jangwani, neno la Mungu walilonenewa hawakulichanganya na imani. Amen. Hata wakati Mungu aliwaambia nitawapeleka Canaan, hawakuchanganya neno na nini? Na imani. Walitembea kwa kuona. They depended on their eyes. They depended on what they were hearing. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So wakisonga mbele wakute hakuna maji, wanasema sasa tuliletwa hapa tufe. Hii ndio mpango mlikuwa mnapanga. Lakini the truth of the matter, na niliwaambia, walking by sight is walking by facts. Glory be to God. If you are walking by sight, you are walking by facts. Na fact is not the truth. If you are walking by faith, you choose to walk by the truth of God. And that is the difference. Tofauti ya mtu atembeaye kwa macho na mtu atembeaye kwa imani ni kwamba wa macho anatumia fact. Na fact ni kweli, tumefika jangwani hakuna maji. Na si ni kweli tunakaa kama tutakufa. The truth is this. Mungu aliyekuleta jangwani hakuwa amekuleta akuue, ana mpango. Anajua kile amepanga. Jina la Bwana libarikiwe. And I want you to believe today, because this is the word of the Lord. God has an idea, or the idea on how you will survive. And I wish you believed the word. God has the idea of how you will survive, irrespective of the condition and the situations around you. He knows. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda wakati mwingine kuchallenge maisha yangu na mambo yale ambayo ninaona. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati sikujua, siku moja nijue ya kwamba ningepata kufika mahali nimefika kulingana na maisha. I have told you many times, one time in my life I came to a place nikafikiria the best I can do is to kill myself. Amen. Na huwa nawaambia mara nyingi ni mti nilikosa kamba ilikuwa. Mti ndio sikupata mahali mtu anajinyongea. Sikuuona. Nikaona kamuti kadogo, nikaona hii hata ukijinyonga utakuwa umekanyanga chini. So kwa akili nikajiambia mtu hawezi jiulia hapa. Na kwa akili yangu sitaki kujiua, nina huko bali hata watu watakutafuta mpaka ukinuka ndio wanakuja. Nilikuwa nataka nijinyongee mahali watu wataniona tu asubuhi. Bwana asifiwe. Ni maisha mahali imenifikisha. Mambo vile yamekwenda. Maisha yangu yamekwama, nina bidii, ninafanya kazi, nimetafuta, nimeongea, nimechoka. Praise the name of the Lord. Thank God. That was somewhere in August 1994. Praise God. So nimefika mahali nakumbuka ilikuwa mwezi wa 8. Siku hizo za mwanzo wa mwezi, lakini ikafika tarehe 7.
Mimi nafikiri mwanzoni hiyo nafikiri itakuwa kama Julai hivi, kwa sababu mwezi wa 8 nikajiambia badala ya kujiua kama nimekosa mahali, si niende tu hivyo, nitoke niende. Na nikapanga kila kitu, nikaweka nguo, nikajipanga. Mimi ni kutoka tu na kwenda, na siongei na mtu, nitaenda hivyo nikiendanga tu kwenda. Bwana asifiwe. Labda ningepitia na hapo kwenu. Haleluya. Nikiwa nimepanga hivyo venye nitakwenda, nikakaribishwa kesha na my sister. Akaniambia tuende mkesha. That was on 5th of August 1994. It was on a Friday. Tukaenda mkesha. Sasa si mpango ya kwenda imeharibika, maana nilikuwa niende Saturday. Sasa kuja Saturday asubuhi si nikurara. So nikarara, nikapumuzika, nikapanga haidhuru nitaenda lini? Sunday. Bwana asifiwe sana. Sunday na mipango yangu nitagoja watu waende kanisa na mimi nitoke niende. Nikiwa na ile mipango, my sister aliamuka. Na Mungu, mtu hutumiwa watu na Mungu. Akaamuka mapema, akakuja kwa nyumba yangu. Akaniambia, "Oi bro, amka twende church." Nikamwambia mimi siendi kanisa. Nguo ziko kwa bag, nimezificha mahali, ninaenda. Kwa hivyo nimekaa vile. Nikamwambia siendi church, sitakwenda. Akaniambia twende tu. Nikamwambia hata kuoga sijaoga. Unajua natafuta visababu ili aende aniwache mimi nirudi niende safari zangu. Nikiwa vile akaniambia twende tu. Nikamwambia sijaoga. Akaniambia nimekuwekea maji iko moto. Na nilimpenda sana dada yangu. Bwana asifiwe sana. Hayuko ndio maana hujamuona. Aliaga miaka mingi imepita. Lakini akanipembeleza mpaka nikasema sawa, wacha nikuje nioge. Nikapelekewa maji, nikaoga. Ndio mimi huyo kanisani tulipofika kwa gate, nikamwambia siigi, nitakugojea pale kambe, umalize ibada zako, utakuja utanipata pale, tutakwenda. Nikapembelezwa tena kama dakika 15. Nikaona mtoto anasubuka, nikaingia kanisa. Sikuingia kwa sababu nataka mtoto asilie. Bwana asifiwe. Huwa nawaambia sikubukangi kitu kingine. The only thing I remember ni nikiwa hapa mbele nikiokoka. Safari ile ya Saturday ilikuwa imehairishwa ikaletwa Sunday. Nilipoamua kwenda kanisa, safari nikapeleka Monday ikanikuta nikiwa nimeokoka. Safari imekwisha. Ndio mimi huyu hapa. Maisha mahali ilikuwa imenifikisha. God came through for me. And I want you to have faith in God. Sikujua maisha inaweza nibadilikia. Mambo yakawa mazuri. I never knew I would be an encouragement to somebody. Praise the name of the Lord. I want you to be encouraged. Know this for sure. Stop walking by sight. Leo unaweza kuwa hauna sura, hauna njia. Labda unaangalia maisha unashindwa. Mimi kweli nitawahi tokea. I want to say this, there is a God in heaven. He knows the way you are going. He knows how you're gonna make it. Your survival is not in your hands. It is in the hands of God. Am I talking to somebody? Kuokoka kwako kuko kwenye mikono ya Jehova. Anajua binu ya vile utatokea. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtu mwambie kama alijua kirago vile atatokea, hata wewe anajua. Haleluya. Usiwe na mashaka, utatokea siku moja. Nimeona watu ambao nilikuwa nimekufa moyo na maisha yao, nikaona huyu mtu hata haeleweki atapitia wapi, lakini nimeona watu wakitokea. You will make it in Jesus name. I said you will make it in Jesus name. Even if you don't say amen, I believe you're gonna make it in Jesus name. Haukuletwa hapa nikuhubirie uendelee kurudi chini. Nimeletewa wewe nikupe neno ujue ya kwamba unaweza songa, na utasonga katika jina la Yesu. Amen. Sasa how I wish you unaweza elewa. Na on that note, ukuje from Wednesday 4 p.m. tutakuwa hapa tunasukuma, na lazima tusukume watu, na lazima tujisukume, na lazima tusukume maisha. We are calling it Divine Victory Conference. Praise the name of the Lord. Ushindi wa kiungu tutapata. Kuna majeshi tutapiganiwa na Mungu sasa. Amen. Sio nguvu zetu. So walking by sight is walking by fact.
The fact is you are poor. The fact is haujasoma. The fact is hauna kazi. The fact is, hizo ni fact, ni kweli za aina yake. Lakini nasema hivi, palipo na fact ya kwamba maji ni machungu, pana ukweli ambao haujawahi jua. Mungu ako na kamuti, kakiwekwa kwa maji yanakuwa mazuri. Hey, hear me and hear me well. Hatukatai maji ni machungu, hatukatai hayanyweki, lakini pale pale kuna njia ya Mungu ya kuyatengeneza ya kuwe mazuri. Usiamini fact, walk by faith. Hallelujah. Hii maji ni kali, lakini ongea tofauti. And I want you to learn something. Praise the name of the Lord. Influencers za imani, nimewaambia watu neno la Mungu. Amen. Ujue neno na ujifundishe ku practice the word. You will walk by faith. Number 2, nimewaambia habari ya exercise your faith. Ufanyisha imani yako kazi. Bwana asifiwe sana. The third thing ambao sijasema lakini ni vizuri uliweke manani, ni kwamba learn to speak by faith. Badilisha lugha yako. Badilisha maongeo yako. Teach yourself to speak as a woman of faith, as a man of faith. Amen. Mnakumbuka Ibrahimu akienda kupeleka Isaka kwenye kichinjio, aliambia watumishi namna gani? Kaeni hapa, mimi na kijana tunaenda nini? Kuabudu. Baada ya kuabudu tutafanya nini? Tutarudi. Amen. Neno limesema enda utoe Isaka kafara. Lakini Abrahamu anaona beyond kafara, ya kwamba hata kama Isaka atakufa, the Bible records he believed that God was able to raise Isaac from the dead. Hallelujah. Si ujifundishe kuongea kama Ibrahimu, tunaenda na tutafanya nini? Bwana asifiwe. Hapana enda masafari ukiongea maneno ambao ni baya. We modo ni adhia kaa kusoka. Hii dunia siku hizi watu wanakufa tu hivyo. Hii dunia hadi tumefika, ni vizuri mtu akae tayari unaweza kufa. Wewe unakufa kufa, sisi hatukufi. Hebu angalia jirani umwambie sifi leo. Mwambie mazishi yangu sijakukaribisha. Amen. Ni vizuri uwe mtu ambaye ananena kwa imani. Magonjwa, corona inaua, haitaniua. Praise the name of the Lord. Corona imefanya watu wengine wawe masikini, but sitakuwa masikini kwa sababu ya corona. Mungu wangu ni Mungu anaweza niinua. Speak the language of faith. Praise the name of the Lord. Na dakika chache zinakuja hapa, nataka tubadilishe vinywa vyetu. Si tumeongea maneno so much negative. Si tumeongea habari ya vile tutakwisha. Hoi ni tudhiride. Unaona news kwa TV. Leo tunatangaza kwamba watu 800. Jana ilikuwa nini? 800 sijui na nini. Positivity rate 13%. Unaona hivyo unasema woi sasa inaongezeka. Wengine hata hauangalii vitu zingine, unaangalia kaunti yetu Kiambu basi. Naona leo tuliaike. Unaona vile tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwaambie. Nimeambia wale walikuwa hapa, we are now on stage 4 ya corona. Stage what? Stage 4. Imetoka ile waliita nini? Alpha, wakaenda beta, hiyo ya C sijui ni nini, ya 4 ambayo inaitwa nini? Delta, ndiko wamefika. Hatujui kama tutakuwa na nini, na hiyo ingine number 5, number 6, number 20. Praise the name of the Lord. Watu wameongea, wamesema hii kitu haijulikani kama inawezaisha. But I want you to have faith. Even if it comes to the number 7, number 20, number 70, you will still be around. Ai, Bwana asifiwe. Ninasema utakuweko. Kwa sababu gani? Biblia inasema Psalms 91, you will see it but it will never come to you. Kuona tutaona, news tutasoma, na hatutasomwa kwa news. Bwana asifiwe sana. Okay, nasikianga vibaya sana. Kwanza kuna marafiki wangu 2 3 hivi wameenda na COVID. Paka nasikianga vibaya nikiona hiyo figure ya 3800 na what. Ninajua sasa yani ako pale kwa hiyo namba ya waliokufa ako hapo. Ninasikia vibaya sana. Bwana asifiwe sana. But I want you to learn something. Faith is a choice. Can somebody say faith is a choice? Say it again, faith is a choice. Imani ni kitu unaweza chagua. Kama utaamini ama hautafanya nini? Now what is your choice? Come on, somebody say I choose to be a believer.
Say it louder, I choose to be a believer. Tell your neighbor, I made a choice to be a believer. Hallelujah. I am walking by faith. I am not living according to the statistics. Hata wakisema ya kwamba positivity rate inainuka. By the way, let me tell you this. This thing nimeambia watu na ni vizuri. Na si kwamba nahubiri uoga. Nataka ujijengee imani. Amen. Hata kule ambako watu wamedungwa, watu wanakufa. Israel is the best country in terms of wale ambao wame-immunize, wamedunga watu sindano kwa wingi. It is in Israel. But still, hata wakati tumetoka tu kidogo, wameingia katika another level ya lockdown ya aina fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata wakiwa hivyo, watu wanakufa. Usiweke moyo wako kwa sindano, ati nikadungwe. Wengine hata unaanza kupiga kelele sasa, hizi sindano hata hatujui zinapatikana wapi. Weenda udungwe kama unataka kudungwa. Mimi siwezi kuambia usidungwe, lakini ni vizuri usimame kwa imani ya kwamba nidungwe nisidungwe. Because let me tell you this. Now, like now, in Kenya, wame-immunize how many? Nasikia the first batch, wale wamedungwa ya kwanza, ni 1.6 million, si ndio? Na hao wengine wanafika nini wale wamekura yote mbili? Around 600,000, hata sijui kama imefika. Praise the name of the Lord. Nikuulize, hata tukisema watu milioni 2 wamedungwa, hiyo ni nini? Kenya tuko how many million? 50 million. Around, hata hatujafika 50, lakini 48 million tumegonga. Nikuulize, kuimmunize watu 2 million katikati ya 50 million ya 48 million, umebakisha milioni ngapi? Hebu uliza jirani, unaona ukifikiwa saa ngapi? Kama tunaongea habari ya 46 million, wewe unaona wekinyerwo. By the time unafikiwa, utakuwa too late. I want you to walk by faith. We are not saying immunization is wrong. Let people be immunized. But I want to believe in God. Hallelujah. I am not depending on the immunization. I am standing on the word of God. Psalms 91. The Bible says, 1,000 may fall to my right hand and 10,000 to my left hand side. But I will be there to see it, but it will never come to me. Somebody say, I'm not falling down. Sema siangushwi. Amen. Na hivyo ndivyo itakuwa katika jina la Yesu. Na si ugonjwa peke yake, mambo yale yote ambayo yanatokea. Umasikini wa corona si wetu katika jina la Yesu Kristo. Mateso ya corona sio yetu. Kufutwa kazi kwa corona si yetu. Watu kukosa njia si yetu. Confusion ya corona is not our portion. We are sons of God. We stand by the word of the Lord. Hallelujah. Wangapi imani yako inainuka? Mimi nataka watu ambao tutajengana imani. Tutavaa mask kwa sababu ya watu wengine. I was reading a story ya mtu mmoja napenda sana kufuata just a few minutes ago. Alikuwa anasema habari ya vile alitembea yeye bila mask. Akasema yeye ni mtu wa imani kwa sababu yeye ameona matendo ya Mungu. Nakumbuka story moja, alikuwa anapeana, msichana wake alikuwa na kansa, wakawa na fasting, prayer and fasting. Wakaomba, msichana alienda treatment, lakini waliingia prayer and wakaomba mpaka msichana wake akapona, and today she is cancer free. Praise the name of the Lord. Kuna watu wameona matendo ya Jehova. Mimi naweza tembea bila mask. Lakini akasema siku moja alienda mahali watu wakaanza kumuondokea. Akamuuliza ni nini? Akamwambia huna mask. Sasa akaamua nitavaa mask kwa sababu ya watu. Si vile ningetaka kuvaa. Ninavaa kwa sababu ya wale hawana imani, na wale wenye imani ndogo, na wale ambao imani yao iko na kasoro. Bwana Yesu atukuzwe. Vaeni mask kwa sababu ya wale hawana imani. Vaeni mask kwa sababu ya wale ambao hawajui Mungu yule tunajua. The Bible says in the book of Daniel that them that know their God shall be strong and they shall do exploits. Niulizie jirani, do you know you are God? Do you know you are God? Ili uache kutembea by sight, you walk by. Na wapendwa, nitasema hivi, si vibaya kujua corona iko pande gani. Wachana na hizo news. Sikizeni mambo mengine. Saa ya corona ikifika, weka mahubiri. Sikiliza mahubiri vile inakwenda. Ama kama unasikiza, sikiza ili ujue vile utaomba. Are we together? Lakini sio kukaa hapo na wasiwasi. Sasa mtu si vizuri kwenda Kisumu. Hivyo nimesikia mtu akae kwao. Kuna mtu mmoja nilikuwa napewa habari yake, ambaye alikuwa anajikinga. Anavaa mask ngapi? Hatuna yeye. Hatunaye.
alienda na maski ngapi? Ongeza hata ya 3. Biblia inasema Mungu asipojenga nyumba, wenye kujenga wanajenga nini? Bure. Asipolinda mji, walinzi wake wanakesha bure. Sitaki kukesha bure. Inua mkono, sema Bwana, sitaki kukesha bure. Be a man of faith. Hallelujah. Stand on faith. It is possible for me to survive. Praise the name of the Lord. Have I ever given you a story ya mhubiri moja alikuwa anaenda kuhubiri, akaabiri ndege ikaanguka, alitoka na simu yake, si miaka mingi imepita, jamani kavumbi tu aligonga, akigonga kavumbi, anatafuta namba, akapiga namba kwa watu wa helikopta, haro, nataka ndege ingine, mkutano ni lazima niende. Safari iliendelea, ndege ilianguka na ikakwisha, watu walitoka, mhubiri alitoka, kwa sababu ni mtu wa kutembea kwa imani. Hey, Bwana asifiwe. Siwapei story, na waambia ni ukweli. Mtu anaweza toka kwa shimo ambalo wengine hawezi toka. Hujawahi sikia basi ilianguka ikaua watu wote isipokuwa mtu mmoja? Huyo mtu mmoja kwani yeye si mtu? Na unasikia vizuri, kwanza iliua watu wote isipokuwa huyo si mtu. Ashajitenga. And I wish you understand, faith can separate you from other people. Faith can separate you from what's going to happen. Praise the name of the Lord. Faith can change what will come to you. Faith can change what will ever get to your house. Bwana Yesu asifiwe. Na hebu niwaambie hivi kwa sababu ya wale hawakuweko. Faith is a principle. Imani ni kanuni. Imani ni nini? Ni kanuni. And as I've shared many times, I want you to understand this. Principles are not a respecter of persons. Principles do not respect persons. Kanuni haziheshimu watu. Kanuni haiangalii wewe ni mwanaume ama wewe ni mwanamke. Kanuni haitaki kujua ulisoma ama haukusoma. Bwana Yesu asifiwe. Nikuulize hivi, ukiwa na degree, hata umefanya PhD, uingie kwa bank, hujawahi weka pesa huko, hawakujui vizuri, hawajakuona vizuri, unaweza angusha ma certificate hapo? Hiyo degree yangu ya kwanza, alafu nikaona nimekosea, nikasoma hii ndio ilikuwa kwa moyo. Sasa baada ya kusoma hii, nikafanya nini? Nika master. Alafu baada ya kusoma hiyo masters, nikaona haitoshi, nikafanya PhD. Kuna mtu atakupea pesa kwa sababu ya makaratasi? Wanakupea pesa based on what? You are one of them. You are a member. You bank with us. Unaweka pesa hapa. Tumeona rekodi yako. Lakini kuna mtu ambaye anauza makaa. Wewe unaweza kuja na masuti zako, umeng'ara mpaka watu wanakuondokea, mpaka ukipanga laini, hata ukikuja hapa mbele unaona mwenye alikuweka anasema yes sir, excuse me, sorry. Mpaka unapewa laini na huna kitu, ni suti tu umevaa na madocument umebeba na miwani kubwa kubwa, unawekelea mavitu, kuwekelea, kuangusha makaratasi, kuangusha. Unaangusha mingi mpaka mtu yule yako hapo kashia anakuuliza ni kazi unataka ama nini? Unaomba si kazi, ni pesa. Money. Kuna mtu ananisikia? Na kukuje mama boga, mama mwingine anauzanga makaa na mikebe, akuje hapo, aingie aseme nataka kuomba karoni, where can I go? Anaambiwa enda ile ofisi, ongea na manager. Anaingia hapo, anasema bra, anaambiwa nipe ID yako, anapeana ID, naingizwa hivi, pesa inatokea vile, anawekanga 250, 200, 500, inaonekana ni mama mzuri. Yeye anaambiwa uweza wako wa kupata karone na uona, hata kama hatutakupea pesa nyingi, tutakupea 1,100. Ni nini unataka kufanya? You qualify for 100,000. Wewe uko na makaratasi, maana kuna kitu inaitwa kanuni, hauwezi pewa. Si kwa sababu hauna akili, ni kwa sababu kuna kanuni ambayo inafanya kazi. I am saying this, a principle is not a respecter of persons. Bwana asifiwe sana. Ukienda mahali usikia risasi zinapigwa, rara chini, flat. Principle ya bullet.
kile itakuta inaingia. Haleluya. Iko na force. Inaitwa the principle of force. Itakuingia. Anaweza useme unaamini, kama unaamini hiyo ni ingine. Lakini kama ni mambo ya mwili, tafadhali risasi zikipigwa fanya nini? Na hapana angalia kama unalalia maji, wewe lala juu ya maji. Maji utaosha, budu risasi utatoa kwa mwili. Elewa, tumia akili kidogo. Tunaelewana? Huwezi ona gari inakuja hivi imemisi barabara, alafu usimame useme hii gari haiwezi fanya kitu, itakuua. Inaitwa kanuni ya force. Na hiyo hairespect kama wewe ni mzee ama ni mama, itakuua. So ninasema hivi, kanuni haijui kurespect watu. If faith is a principle, faith can work for you as it works for another person. Kama kuna mtu aliwahi funguliwa njia na imani, imani yako itafungua barabara. Bwana Yesu atukuzwe. Sasa hii maneno imekuwa mingi namna gani? So wapendwa, faith is a principle. Jirete mahali ambapo utasema, God, teach me how to believe. Nifundishe vile nitasimama kwa imani. Niondoke katika eneo la kusimama kwa mambo yale ninaona, mambo yale ninasikia. Amen. Hata kama kwenu kuna maripoti huwa inatolewa, huku kwetu watu hawakai sana, watu hukufa, watu hufanya magonjwa yako, simama na neno la Bwana. Neno linalosema mimi ni Mungu akuponyaye. Liamini, tembea kwa imani hiyo. Utapona katika life. Praise the name of the Lord. Kuna mambo nataka tufikie, kwa hivyo hebu turudi katika lile neno niliwaambia tutasoma. Mark chapter 9 verse 23. Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believes. Bwana asifiwe. Kama unaweza amini, kama unaweza, manake ni kusema Yesu hakumwambia wacha nikusaidie kuamini. Hapana. Alimwambia kama unaweza kuamini. Kama unaweza kuamini. Bwana asifiwe sana. Hebu nisome kwa Kiswahili ili tusiwe na tafsiri kubwa kufanya kazi mingi. Alimwambia hivi, Yesu akamwambia, ukiweza, ati ukifanya nini? Ukiweza nini? Kuamini. Ukiweza, yote yawezekana kwake aaminie. Gutiri undu utangihotekeka kuri aria mekite atia? Metikitie. He who believes, all things are possible to him. Do you want to have a world of possibilities? Have a world of faith. Have a life of faith. If you live in the lifestyle of faith, all things are possible. Blessed be the name of the Lord. Ungetamani kujenga nyumba? Anza kwa kuamini. Utajenga. Utaijenga siku moja. Utaijenga. Itasimama. Utajipiga kaserofi hapo. Utaambia mtu simama pale nipige picha. Hebu angalia jirani umwambie, one day nitasimama nipigwe picha hapo. Angalia mtu mwingine mwambie, one day nitajipiga kaselfie na gari yangu. Angalia mtu mwingine umwambie, one day wasichana, one day. Kama wewe ni msichana sema one day. Si usalimia mtu mwambie nitakuinvite harusi yangu. One day you will come. Harusi yangu nitakuinvite. One day nitakuinvite. Naona wengine mnacheka kama hamuamini. Bwana asifiwe. Si muamini. Uamini ya kwamba siku moja, Bwana asifiwe. Kama wewe ni msichana simama mahali uliko. Hii ni free advertisement na ni mzuri. Haleluya. Wasichana kwanza wale machua, na wengine nimeona hapa hawajijui kama wanakuaga wasichana ama ni wamama. Salimia mtu hivi uambie, karibuni kwa harusi yangu, itakuwa hivi karibuni. Nemogoka mtakuja. Bwana asifiwe. Ni aje hamuitiki mwito na mumeitwa harusi? Kwani mnakaa namna gani? Si museme, muwapigie makofi asante kwa kutualika. Ketini. Munaweza kuketi. One day you are invited in my wedding. Hallelujah. Lakini sio unakaa hivi tu, Bwana, sasa mimi hata sijui, ama unaomba maombi kama mwingine aliomba mahali anasema leo nie ndio modo githegethege teri ndia kandwe githegethege, you know. Sasa mtu anajiona githegethege. Nani ataoa githegethege hapo? Nani ataoa mtu ambaye hajiamini yako na uwezo? Praise the name of the Lord. Sasa ninasema hivi, build your faith, because to him who believes all things are.
possible. Praise the name of the Lord. One day, somebody say one day. Na ningetaka uongee kama mtu wa imani. You either smile, hapana weka hiyo sura umevaa, sura ingine inaonyesha kama uamini. Usmile useme one day my life will be different. Kuna watu kusmile ni gumu because hata sasa anashindwa. Pastor, inabadilishiwa pande gani? Inabadilishiwa kwa imani. Haleluya. Kwa imani mambo yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani mili ambao iko na magonjwa yataondoka. One day hautakwenda kunywa dawa. One day utatoka kwa kitanda. One day utakwenda mahali unataka kwenda. I am saying one day things will change because you believe in God. Hallelujah. One day hatutakuwa tunasumbuana na watu wengine wanasumbuanga mtu songa wanaweka kasosa mara umefinywa. Ushaifinywa na kasosa? Kaka kufinya paka unasikia umechukia makanga, umechukia mtu, umechukia dereva. Ni mwananyi tole diroiga. One day hatutasumbuana. One day hatutasumbuana. One day na ninataka mjifundishe maisha. One day ikia kauba usikie vile mtu usikia akienda kanisani na gari private. Itisha tu kauba. Niki murandoro ogwa ndwaga kai mutaretikia. Ebu abia jirani ni wewe unaambiwa uitishe Uber next Saturday. Tusemanie na Uber haha. Alafu ukisaya kwenda nyumbani unaitisha kengine. Praise the name of the Lord. Kakuenda uende tu enjoy your right, ujisikize vizuri ili uanze kuchange. Bwana asifiwe. Niliwaambia you must begin to live your life as a woman of faith, as a man of faith. It is possible. Ambia mtu it is possible. Mwambie beginning now all things are possible. Beginning now. Hallelujah. Yes. Na si ati nawaweka saiki. Hapana, hii ni maisha, inawezekana. Bwana tukuzwe. Kuna vitu ni wewe utajiwekea kwa moyo. Useme hapana, maisha haya si yangu, maisha yangu ni haya. Hii ninaweka raini. Because faith is a choice. Faith is a, if you believe, if you do what? Yesu hakumwambia I will believe for you, kuanzia sasa nitakuweka kwa maombi, nitakuinua kwa maombi. Hapana, alimwambia ukiamini. Hauhitaji maombi mengi, hauhitaji niende mlimani, hauhitaji nikutafutie akina Luka wakupeleke kwenu mukatoe pepo, hauhitaji mukabomoe misingi na madhabahu. If you believe, all things are possible. Somebody say my faith is changing. Hey, somebody say it louder, my faith is changing. Praise the name of the living God. Hata kama kuna mapepo hatukatai, but I believe even with the demons still there, I believe that the things will change. Hata kama kulifungwa karatasi na ikatupwa kwa choo, sihitaji kuingia kwa choo nikatafute. My life will change. Because even if walifunga, mwenye kufungua anaitwa simba wa kabila la Daudi. Ana uwezo wa kufungua. Hallelujah. Unajua mimi wakati mwingine napenda wakati naombea watu ambao hata hawajanipea story zao. Mungu anaanza kunifunulia kulifanywa 1, 2, 3. Maana Mungu alikuwa ameketi biguni kukifungwa tu. Anaona kini nini nafungwa. Haya, mganga amefunga karatasi. Haya, amefunga kakamba hivi, amefunga kakitambaa na akaita fulani na akasema ni yeye amefunga. Mungu alikuwa tu binguni. Ninataka uamini, uache kutembea kwa uoga. Kazi yako ukiamuka ni kudiru tu na uganga, na uchawi, na waganga, na wachawi. Brother, ni siku gani utaombea maisha yako? Ukiombea tu waganga na wachawi. Nimewaua. Biblia inasema, do not let a witch live. I kill you now. Die. Niulizie jirani kama ameua waganga wangapi kutoka alipojua jinsi ya kuua waganga na wachawi. Mumewaua? Ni vizuri kukubali ukweli ili tunasamehewa. Wale wamewaua waganga ni vizuri kusema nimewaua kabisa, nimemaliza. Kama Isaia, wewe umesamehewa, yako imekwisha. Sasa wewe umeenda mbinguni. Wangapi wengine waliua wachawi na waganga? Oh, mumesamehewa dhambi. Msiue tena, wachaneni na wao. Waombeni kuokoka. Amen. Wacheni, kazi ya judgment ni ya Mungu. Wewe omba.
wewe tengeneza njia, tembea kwa imani, change your attitude. Witches being there or not, they cannot determine my fate. Come on, somebody hear what I'm saying. Your fate is not in the hands of the witches. There was Jannes and Jambres in Egypt. They were sorcerers. They were witches. Musa akitengeneza nyoka, wanatengeneza mbili. Musa akitengeneza damu, wanatengeneza yao. Musa akitengeneza nzige, wanatengeneza zao. Na kuuliza hivi, nani alishinda finally? Ni Jannes na Jambres ama ni Musa? Salimia hiyo kabila ya Musa uwaambie utashinda hata wakiwa. I wish ningeweza kuingia ndani yenu nikoroge imani. Niinue imani ya kwamba witches can be there. They should be there. In fact, they should be witnesses of what God is doing. Hapo ndipo wimbo ingine tulikuwa tunaimba zamani, ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa hamna haja kabisa afe kabla hajaona baraka ambazo Mungu amewe. Ombea adui yako aishi siku nyingi, ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Hamna haja kabisa afe kabla hajaona. Tuleke maika ikare moneo kirathimwo. Wale walikuwa wanafikiri uwezi nunua gari, si uache wakakae waone ukipita na gari, na labda siku moja uwape lift, wajue Mungu wako ni Mungu aliye hai. Change your faith. You are not blessed because you come from a good family. You are blessed because you belong to a mighty God. Haubarikiwi kwa vile nyumba yenu ni ya wazazi wameokoka. Unabarikiwa kwa sababu ya kujenga imani katika Bwana. Maisha itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia ukiamini, ikiwa unaweza amini. Kwa hivyo ni choice, uchague. Utaamini, hautaamini. Ukiamini yote yanawezekana. Sema yote yanawezekana. Huku sema kama mtu, sema yote. Na unaweza nisaidia uangalie jirani umwambie neno limesema yote. Ngoja, hebu fungua Biblia. Fungua Biblia ili unaweza msomea hapo na lugha ile uko naye. Hata kama haelewi ashikanishi, we msomee tu. Hata kama ni vernacular. Bwana asifiwe. Umefungua Bible? Mark chapter 9 verse 23. Diko huko. Mwambie neighbor. We, mwambie, si umuite neighbor. Call attention we. Angalia yeye, mwambie we ni we naongelesha. Msomee sasa. 1 2 go. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Hebu soma yako tena nisikie. All things are possible to who? To him who does what? Na that gender hiyo him includes her. Bwana asifiwe sana. Him is ni jina tu inabeba watu wote hapo ndani. Are we together? So angalia mwanadada aliye karibu na mwambie yako unaweza weka ha. To her kizungu hiyo inakubalika. To her who believes. Unajua tumezoea to him who believes mpaka hatuoni ha ikiwa sawa. It carries both gender. But the word ambao ninataka leo unote sana. All things. Somebody say all things. Sema tena all things. Kwa Kiswahili mambo yote. Si mambo fulani. Si mambo haya lakini yale uweke kando. Mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Sema mambo yangu yote yanawezekana. Mwasema tena mambo yangu yote yanawezekana kwa sababu ninaamini. Ondoa mashaka katika moyo. Ondoa kila kitu ambao kinakuzuia kuamini. Uamini ya kwamba ni nini inakusubua, inaweza ondoka. Ni nani aliyesimama mlangoni wako, anaweza ondolewa. Ni kitu gani ambacho unapigana nacho, hiyo vita inaweza nyamaza siku moja. Kwani Daudi alikuja na nini? Daudi hakuja na kitu kubwa. In fact, he came a natural boy, mchungaji wa kondoo.
Hata unasikia ndugu yake vile anamkemea, wewe rudi nyumbani ukaangalie kondoo. Ni nini unafanya hapa? Najua kiherehere yako. Because hata vile amejileta kama mchungaji wa nini? Ebu angalia mtu mwambie, be yourself but make sure you are a woman or a man of faith. Are you understanding what I'm saying? Be yourself but make sure you walk by, because that is a difference maker. Tofauti yako na watu wengine ni imani. Daudi alianza kusema, mtu akiwa hiki mtu anaweza pewa nini? Mtu hiki tunaweza ondoa, naweza ua. Mpaka ripoti ikafika kwa mfalme. Mfalme akasema, huyu anaongea hivyo aletwe. Waacha Daudi aingie. Mfalme aliangalia hivi asa, gugahe na mtu serious. Nilikuwa nafikiria kuna mtu serious. Kumbe ni wewe. Hapa si mchezo, tumekuja hapa ni vita. Na huyu mtu amepigana tangu utoto wake mpaka mahali amefika, ni mtu wa nini? Wa vita. Lakini Daudi alisema namna gani? Sikia, na ndio nimewaambia, faith walks in hand with the way you speak. Now you can speak words that nullify your faith. Maneno yako yanaweza angamiza nini? Imani yako. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu mbili ningetaka uchunge. Number 1, your thoughts, mawazo yako concerning what you desire. Mawazo yako yanafikiri nini? Unaona, nullifying your faith is as simple as the way you think. As a man thinketh, so he is. Vile mtu anafikiria ndivyo alivyo. Ukianza kufikiri hii ugonjwa itaniua, itakuweka chini. Itakuua tu na tutakuzika na tuseme ni Mungu alipeana na ni Mungu alichukua. Na si Mungu amekuchukua, umeuawa na akili yako. Mafikira ile unakubali ikushike. Mafikira ile unakubali kutembea ndani yake. So change the way you think if you want to walk by faith. Number 2, change the way you speak. Ubadilishe kuongea. Your talk can nullify your faith. Your speech can nullify your faith. What you say can clear everything concerning your faith. Ulikuwa umesema umeamini, alafu ukaanza kuongea. Ulipoanza kuongea, ukaondoka barabara ya imani, ukaingia barabara nyingine. Kwa kuongea kwako. Bwana asifiwe. Umetuambia hapa vile utajenga nyumba, alafu ukitoka unasema, besha leo ule. Hiyo ndio naona shida kubwa, pesa. Umeanza kunalifa ile ulisema. Nyumba inaweza jengwa hata kukiwa bila pesa. Mwanipata vizuri? Nyumba inaweza jengwa bila nini? Bila pesa. Ushawahi ona nyumba imejengwa na pesa? Nyumba inajengwa na mawe, chuma. So you don't need money, you need those items. Na Mungu anaweza command. Mungu anaweza command. Lori ilikuwa inaenda na mawe, ipidukia hapo kwako, wakatae kuokota. Si umepata mawe ya kujenga nyumba? Nikiwe. God is God. Na anaweza fanya ya mchanga iaguke hapo kwako. Paka watu waseme ni hakoragwo na ngoma, lakini wewe unajua si shetani, ni kumwagiwa na mwagiwa nini? Material. Ebu uliza jirani, do you believe? Sijasema maroli iaguke, lakini nakwambia it is possible. Bora tu material ifike. Wewe shida yako ni sini material. Ndio nataka usiweke imani ati kwamba nitajenga na pesa. Jina la Bwana libarikiwe. Usijenge imani ya kwamba nitanunua plot na pesa. Kwa hivyo unangoja mpaka pesa ikuje ili ununue plot. God is able to command. Hallelujah. Unajua kuna kunguru walikuwa wanalisha Elijah. Kunguru, wewe unafikiri huo ni mnyama mzuri sana? Kunguru ni mnyama, ni ndege mchafu. Kwanza anakuranga kule kuna takataka. Si mnaonanga wale wanasema mnawajua? Si mnyama msafi. Lakini aliamuriswa. Mimi sijui kama alikuwa anaoga mdomo. Na ndio nitakwambia hivi, kama unataka kuaccess ulimwengu wa miujiza inayobebwa na watu, usiangalie usafi wa watu sana. Hautapokea chochote. Wale ambao unangojea utapewa pesa na watakatifu. Watakatifu hawananga pesa. Pesa ziko na watu waovu. Nio makuite pesa ciothe. Na usome Biblia vizuri, inasema waovu watakusanya kwa ajili ya wenye haki. Wewe hutajua corruption, wao ndio wanajua corruption vile wanapitanga hivyo, alafu walete zikiwa safi. So wacha niambia, hata nijibu mzee mwingine anakaanga akisema kuna mtu corrupt analeta pesa kwa kanisa. Wewe usiwe na shida. Acha kujisubua. Biblia inasema waovu watakusanya kwa ajili ya wenye. Sijasema ya corruption iletwe, lakini ikikuja tutachukua tu, itafanya kazi.
Si mimi, ni Biblia. Ama unataka nikusomee ili uamini? Waovu watakusanya kwa ajili ya wenye haki. Mashamba, wewe haungejua kukatakata mashamba. Unahitaji watu ambao watajikatia eka 40 na wafukuze wengine. Na wanaambia kwenda, sijali, kwenda. Kwenda, sitaki kukuona hapa. Anafukuza watu ili upate mahali. Sasa shida yako ni gani? Wewe eti kama huduma ige. Unanipata? Mimi sijasema ati tutumie hizo binu. Ninasema wewe uwezi, lakini kuna wale wanawe. Kwa hivyo usitarajie tu ni pesa inaweza nunua shamba. Hapana. Praise the name of the Lord. Hapana, si pesa. Kuna pesa za Mungu zinakuanga na watu. Ameweka mifuko ya watu. Ameweka kwao. Bwana asifiwe sana. So ndio watanunua mashamba waweke ili Mungu apate mali zake. So tuachane na hiyo. Lakini I hope you understand what I'm talking about. I'm talking about faith. Don't nullify your faith by your what? Amen. Yes. Hata wale mnaombea kanisa, msifunike kanisa na damu. Ukifunika kanisa na damu, watu wengine hawezi ingia. Akikuja anasikia harufu ya damu, anarudi. Funua kanisa. Kanisa inapaswa kuwa na milango wazi. Sasa wale mlifunika milango na damu, ndio mmezuia watu kuja. Tafadhali tunaomba muondoe hiyo damu mliweka. Hiyo damu mlimwaga kwa gate, ndeni mtoe. Washeni watu waingie. Damu wacha waikute hapa kwa madhabahu iwasafishe. Na neno la Bwana, praise the name of the Lord. Tunatangaza hakuna mtu muovu hata ingia kanisa. Watu wataokoka siku gani? Kama watu wale waovu hawawezi ingia kwa kanisa. Mkienda crusade hapa naombea crusade opposite. Unaomba dakika moja ama kuna mtu pale anaomba Bwana walete watu wa kuokoka, naye mwingine anasema watu wote waovu tunawafungia, tunaweka ukuta ya moto. Sasa wanakuja ndio unaonaga wanaangalia crusade bali because wanaona kuna ukuta ya moto. Sasa wanashughulia kwa bali. Niulizie jirani kama aliwahi weka ukuta wa moto kwa crusade. You nullify your faith by your words. So learn to speak. Praise the name of the Lord. Ukisema nimekuamini Mungu, utanifungulia njia. Ongea hivyo. Sema njia inafunguka. Haleluya. Sema hata kama kuna mikora, njia itafunguka. Hata kama kuna watu corrupt, njia itafunguka. Hata kama watu wanapenda kuongwa wapeane kazi, kazi nitapata. Na sitahongana. Nitapata kazi tu hapa. Unaona hapa? Nitapata kazi. Unaongea hivyo na una-encourage watu. Bwana asifiwe sana. And I want to say this, support your faith by your words. Ushikilie imani yako kwa maneno yako, kwa matamshi yako. Shikilia imani yako. Amen. Activate your faith by your words. Pia ushikilie imani ile. Unaongea habari ya ile imani. And then begin walking like a believer. Hapana tembea kama mtu asiyeamini. Unayumba. Biblia inasema kwamba Ibrahimu hakuyumba. Wakati Mungu alimwambia nitampea mtoto, alitembea akiamini Mungu atampea nini? In fact yule mtu alileta shida ni mama. Bwana asifiwe. Sijasema wamama ni wabaya, lakini hapo wamama mliagusha mtu wa Mungu. Dada aitwaye Sara alishindwa kugoja hiyo imani. Aliambia mzee sasa. Ni vizuri ufikirie, tumia akili. Inaitwa facts. Na katika siku zile ni kitu ilikuwa inakubalika uchukue msichana wangu wa kazi. Si mnaona hata Yakobo alichukua? Alipewa wake wawili, Leah and Rachel, lakini baadaye akaongezewa nini? Bilha na nani? Huyo mama mwingine alikuwa anaitwa nani? Mkubuki. Lakini si mnajua? Lakini walipokaa wakaanza mashindano, wake ni wangapi? 4. Ilikuwa ni kitu inakubalika. Logically it is there. Are we together? Lakini Isaka wakati alifika pale, maana usiniambie Isaka hakupewa mjakazi. Isaka akafika eneo ambalo amekutana na milango ile ya kwa baba yake inasema huku watu hawazai. Bwana asifiwe. Huku watu wafanyi nini? Hawapati watoto. Lakini yeye akaingia, akasema hata kama baba yangu alikaa, mimi sitakaa kama baba yangu. Akaweka mkono juu ya mke wake, akaomba na Mungu alimpea mtoto. Hakubidi kufanya kama vile watu hufanya. Praise the name of the Lord. Faith is a choice.
Imani ni kuchagua. Uchague kuwa kama baba yako, utafute mpango ya kando, ama utafute kuamini Mungu atatengeneza njia. Mpango ya kando ya hongo, mpango ya kando ya mambo mengine, ama uamue ya kwamba I will bear children, one day nitapata mtoto. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Hana. Hana aligojea. Hata akinyorolio teno no giona mundu akiinia marinda guku, unatembea unatigiza nguo hapa na hakuna kazi. Bra 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 bra. In all those things, Hannah believed in God. Praise the name of the Lord. Hannah did what? Believed in God. Na Mungu siku yake ilifika. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana. Na kuna vitu siwezi ongea hapa sana, lakini utaona maisha ilikuwa inaenda. Kuna watu walikuwa wanangojea watoto. Hata wakati mzee anaitwa nani? Mzee anaitwa huyu baba ya Johana. Utiramumenya? Zekaria mnamkumbuka, na mke wake nani? Elizabeth. Wakati malaika alimtokea akamwambia mtapata mtoto. Si jamaa ameanza mastori hapo, we malaika goja. Sisi ni wazee. Unaonekana hauna habari ya Elia hii. Sisi ni, na unaona malaika aliona huyu mtu atakanzo mambo mengi sana. Huyu mtu hata kubali muujiza ufanyike. Akaambiwa kutoka saa hii hautafanya nini? I wish wengine tu malaika angetufanyia hii favor, atufugie hiyo mdomo yako, because mara umeongea hivi, kesho naye umeongea opposite. Hebu niulizie jirani, unataka tuombe ufugwe mdomo ama utafuga? Ni ukwefaga kana ofagwo. Utajipanga ama tuambie malaika akupange? Utajipanga. Acha kuongea hivyo. Acha kuwa Zekaria wa maisha yako. Zekaria ambaye anafunga mpaka Mungu akafuga mdomo. Jioni anaenda anambia mama, mama anamzanike rali omothe huongei leo. Anamwambia mama anachanganyikiwa. Anashindwa mzee amekula nini kwa kanisa. Na unajua ametoka ibada. Bwana asifiwe sana. Mzee ametoka ibada lakini haongei. Kumbe Mungu ameona this guy will nullify faith. Hallelujah. Hata atanyamazisha imani. Na Mungu leo tunaomba utusaidie tufunge vinywa vyetu vinavyosubua imani. Maana labda tungekuwa bali, lakini kinywa inaongea opposite. Tunasema vile utabarikiwa, halafu kinywa inasema na diramenya ole ni drari goe na shidwa. Inajaribu kuangalia. Na ukitumia akili hautapata njia. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa sababu nataka tuombe dakika moja tu niseme mambo haya. Niliwaambia kuna imani eneo tatu ambalo ni vizuri ujikuze. Najua wengi mlikuwa mmefika by that time. Nikasema number 1, personal faith, imani yako binafsi. Ujifundishe kujileta mahali pa imani yako binafsi. Ujijengee imani wewe kama mtu. Number 2, ujue habari za mahali pa kitu inaitwa nini? Corporate faith. Imani ya ushirika. Imani ya watu wengi. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mtu huwa katika kanisa na ibada zingine, unatokea kwa kanisa na katika ibada zingine. Maana kuna ibada inakuchallenge kujenga imani hata wakati hauna hata kidogo. Unakaa katikati ya watu wenye imani, unajenga imani. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo hapa ukisikiza, wewe hausikii imani? Imani kwa hewa imejaa. Leo kuna watu ambao maisha yako kuna jambo litatendeka halingetendeka bereni, lakini litafanyika kwa sababu there is faith in the house. Hallelujah. Wewe hujawahi sikia Paulo wakati alikuwa anaongea, akamuona jamaa fulani alikuwa anaitwa Eneas, akamuona ana imani ya kuponywa, akamwambia simama. Hallelujah. Mimi nikiangalia hivi naona nyuso ambazo zingine zimejaa imani. Kwa hivyo nina uhakika hapa kuna mambo makubwa yatafanyika. Unajua hata usiposema amen, mimi ninaona kuna watu hapa utatoka na muujiza ule umekuwa ukitamani siku nyingi. Utatoka naye hapa katika jina la Yesu. Corporate faith. Na number 3, the faith of an authority. Kuna wakati you hang on the faith of somebody else. Kama hivi ninawanenea, sinawaambia kuna mambo itafanyika. You hang on that. Si wewe, hata wewe unajaribu kuangalia unashindwa. Huyu pastor ako serious ama ni kweli ama si kweli. Hang on that. Simama juu ya hilo neno. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo yatatendeka. So, ningetaka kusema hivi kwa sababu ni kufunga ninafunga. Imani pia ina vitu vitatu ama kuna sehemu tatu kivingine katika imani. Number 1, there is faith by the word. Faith by
The word. Imani itokanayo na maneno. Maneno yaliyosemwa. Neno lile limezungumzwa. Kumesemekana leo katika hii ibada, kama wewe ni mgonjwa utapona. Simama juu ya lile neno. Tembea na lile neno. Enda ukijua ya kwamba nitapona kwa ibada. Hebu anza kubadilisha mawazo. Hebu anza kuweka moyo wako katika lile neno. Nitaponea kwa hii ibada. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna mambo huwa nasema na wish watu wangeelewa. Because kama ningekuwa wewe ningekuwa hata nishaanza kujipanga vile nitaenda kuombewa. Kwa sababu katika hii nyumba nitapona. Jina la Bwana libarikiwe. So unakaa hivi tu unasema kwa hivyo watu watapona. Ngoja tuone. Ngoja tuone ni akina nani hao. Amen. Watu wale niliwaambia wakati mmoja mwaka uliopita. Mungu aliniambia mamilionea wale Mungu atatumia, aliniambia wameketi huko. Wale Mungu atatumia kufanya kazi ile anataka kufanya, wameketi miongoni mwenu. Sasa ni wewe uanze kujiweka kama milionea. You sit like a millionaire. Hapana, kaa fogodhari. Ukikaa kwa ibada unakaa mpaka unalala bere hivi. Kaa kama milionea. Hebu angalia jirani mwambie kaa kama milionea. Kwani unafikiri ni akina nani? You sit like a millionaire. Organize. Bwana asifiwe sana. Kuna watu faka miki huko. Mtu akiingia unataka kuona ni nani, akitoka unataka kujua ameenda wapi. Sasa utafuata watu mpaka lini? Kaa kama milionea. Tulia. Praise the name of the Lord. Focus. Hallelujah. So the faith that comes by the word. Neno likuje kwako. Neno lifike kwako. Elijah aliambiwa nimeandaa mama mjane atakulisha. Akainuka. Haambi Mungu sasa Mungu nikienda kwa mama huyo mjane watu watakuwa wanasema ninafanya nini huko. Unajua watu wengine ndio nimekuambia, watu wengine tu Mungu afuge mdomo. Maana asipofuga utaharibu kila kitu. Sasa Mungu anajua amekutuma kwa mjane na ni yeye anajua vile atapanga watu wasifikirie mabaya. Na ni yeye anajua mahali utalala na mahali utaamukia. Praise the name of the Lord. Na Elijah hakutumwa huko akuwe bwana wa huyo mama. Na Biblia haionyeshi alikuwa bwana yake. Ni hata amwakira. Hiyo ndio neno. Bwana asifiwe. Wachana na reason ni nyingi kufikiria hiyo maneno. Mungu sasa umesema itakuwaje? Kuwa kama Mary. Anaambiwa utapata mtoto, anasema your servant, may it be so with your servant. Na iwe hivyo. Bwana asifiwe sana. Sielewi vile umesema vizuri, maana sijasikia mama mwingine mbikira amepata mtoto. Sijaisikia. Lakini because you have said it, let it be. Kuwa kama Petero. Anaambiwa na Yesu weka nyavu kwa mto utashika samaki wengi. Anasema tumelala huku usiku kucha. Luke chapter number 5 from verse number 1. Tumelala huku usiku kucha. Hatujashika chochote. But because you have said it, I will do it. Faith. Hallelujah. Kuna kitu ingine ama imani eneo lingine. The faith of the season. Imani ya majira. Imani ya nini? Ya majira. Na hasa eneo lile la corporate, mahali tuko kanisa, mahali sisi wote tumekusanyika. Kuna mahali Mungu huachilia faith in a season. Majira fulani yamefika, anataka kufanya jambo fulani, na majira hayo yakifika ataleta njia ya wewe kufika pale na kuweko ili uwalk na hiyo faith ya majira hayo. Bwana Yesu asifiwe. Ushawahi jiuliza kwa nini mkutano wa mtu kama nani, kama Bonke, viwete walikuwa wanatembea kwa wingi? Because the season hiyo iko na imani ile niliwaambia, imani corporate. Bwana asifiwe sana. Jana nilikuwa nasoma testimony ya mtu mmoja alikuwa ameandika kwa wall ya Daniel Koleda, not Daniel Koleda but T. Osborne. Alikuwa wakati mmoja alikuwa ameenda Kisumu crusade, na mtu alikuwa ameandika hapo akasema, my grandfather who was born crippled was healed when you came to Kisumu. I think it was either 1979 or 1989. He was born a cripple, lakini aliponea kwa nini? Kwa crusade. Kwa nini kwa crusade hiyo? Kwa sababu there is the season and there is the corporate faith. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ninasema, hapa nyumba hii imejaa imani. Nyumba hii imejaa matendo. Nyumba hii sasa hivi imejaa ile possibility. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiamini hakuna kitu hakiwezekani hapa siku ya leo.
Wagonjwa, start receiving your healing in the name of the Lord. The season of God has come for you to be healed. The season of God has come for you to receive a miracle. Praise the name of the Lord. Finally, I want to say this. There is a faith by revelation. Bwana asifiwe sana. Faith by, kuna kitu nilikuwa nataka kuunganisha lakini nimeona nikizisema pamoja wengine utachanganyikiwa. Faith that is by a revelation. When a revelation is there, you can hang on that revelation as a point of faith. Nimesimama juu ya ufunuo umetolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu amekuja akafunuliwa na Mungu akakwambia Bwana anasema kutakuwa 1 2 3, kutafanyika 1 2 3. Amini hilo neno, it's a revelation. Walk with it. Glory be to God. Revelation. Hallelujah. Mimi hushukuru Bwana wakati mwingine Mungu akinipea ufunuo. Nimeona watu ambao the only way kuwaponya ni uwape neno la ufunuo. Wapate kujua kitu ambao hawajawahi yabia mtu, lakini unamwambia imani yake inainuka, ana hang on the revelation. Praise the name of the Lord. So at times hata omba Mungu akupe ufunuo. Omba Mungu akupe ufunuo wa maisha vile itakwenda. Wapendwa, na ninajua everybody has those fancy dreams, mandoto ukiwa mkubwa, mandoto ukiwa mtu wa kuheshimiwa, mandoto, kuna hizo zote. Lakini kuna ndoto huja kwa mtu kwa sababu Mungu anakufunulia maisha yako kule yanakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Utaotaje mkiwa na president ati mnaongea mmetembea na yeye, mara umeota deputy president ndio wewe huyo, unajiona mpaka amekusalimia ati akakwambia ngoja kuna pesa nataka kukupea. Sasa ile tu anaenda kukupea ukaamuka. Ama ukifanya hivi kuchukua ukagoga blanketi. Hapo ndipo mtu utamani urudi kwa ndoto, upokee nini? Pesa halafu uamuke. Wengine mpaka ukapewa ukashika, unaamuka asubuhi unasikia madako irasieho, nasikia hizo pesa. Ukifungua mkono ni mkono tu imechoka. Kushikilia pesa kutoka saa 9 mpaka saa 12. Saa 9 ulipopewa pesa. Mumewahi amuka katika ndoto kama hizo? Kwa nini Mungu hutupea hizo ndoto? Unaona ati umeenda mahali, pesa ndizo hizi zimejaa mahali, ati unatafuta gunia ya kubeba, ati umezunguka ukitafuta gunia, hakuna gunia hapa, unatembea hivi mpaka ukaenda ukasema wacha niende kwa duka nikanunue nini kile kipepabagi kikubwa ili akagunia ati nikiogogora. Sasa ile umeenda duka, umerudi ukapotea njia, unajaribu kutafuta njia ya kwenda mahali pesa zile. Gogo ni mramenya ora ndiroiga. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mumeota hizo ndoto. Umepotea njia, unajaribu kujitafuta hujipati, na uko na gunia unasema unaingia kwa maombi, Baba ninakataa hizo pesa zionwe. Ninatangaza hazitaonwa. In the name of, ukienda kuinua mkono hivi, unagonga blanketi. Ama unaangusha simu. Bwana asifiwe. Unaamuka hujafika, wengine unaanza kusikia vibaya. Hizi ndoto huwa ni ufunuo ili zikupe mbele unakokwenda. I usually say this concerning dreams. 50% of your dreams talk about the future. 50% talk about the future. There is a percentage ambayo inaongea habari ya the present. Na kuna ka percentage kadogo, probably 10% inaongea habari ya past, kule umetoka. Over, let me say 40% ya ndoto zako sometimes they talk about the present, but 50% of your dreams talk about your future, kule unakwenda. So Mungu wakati mwingine anakuonyesha hivyo, uko mtu mkubwa mpaka unapigiwa saruti, mpaka unajiota uko na manguo ya kijeshi na bunduki kubwa. Sasa hiyo unatembea hivi unajisikia mtu wa ajabu, ulafu unaamuka. Mungu anataka uamini ya kwamba in your life greatness is seated within you. Kumbe ndio Mungu ameweka. Lakini na wewe ukiamuka asubuhi, Baba, hiyo shetani ambayo imeiba ndoto, Bwana ninakataa. Na muache kusikiza TV zingine zile za kuibiwa nyota. Nyota yako iliibiwa, nyota yako. Hiyo muachane nazo. Muache kusikiza katika jina la Yesu. Kuna vitu haziwezi badilishwa. Hiyo wanaita nyota inaitwa destiny. Nobody can steal your destiny. And I say this as a man of God. Nobody can steal your. People can obstruct your destiny. People can stand against your destiny. But nobody can take your destiny. Otherwise hakuna mtu angefika popote. Maana destiny zingekuwa zinaibiwa.
Nyota yako haiwezi ibiwa, ipo. Inaweza funikiwa, inaweza wekewa giza isionekane. Lakini the truth of the matter, if you realize yourself, your star is still as bright as it was before. Ask the prodigal son, Luke chapter 15. Jamaa aliporudi kwa alijiambia, yani nasumbuka hapa, mimi nakula mamboga na nguruwe hapa, baba yangu ni tajiri. Akajiambia it can't be, siwezi kuendelea kula hima vitu, nitarudi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi nyota yake ilibidi kutafutwa. Baba yake aliita pastor wa area hiyo, pastor, omba nyota ya kijana yangu ilibiwa, omba, inua maombi. Waliinua madhabahu, nyota irudi. Hakuna nyota ilikuweko. Kitu kilichokuweko ni kwamba kijana alipokwenda nyota ilifunikwa. Aliporudi mahali anastahili nyota ilifunuliwa. Salimia jirani, mwambie nyota yako bado ipo. Mwambie destiny yako ni kubwa kama vile ilikuwa. Mwambie you just need to believe. Everything will be alright. Hallelujah. Mwache kuona kama ati warogi ati kuna kitu wanaweza fanya. Waroge. Na wakishindwa waite yule wa Unguja. Muganga kutoka wapi? Kutoka Ugunja, kutoka Pemba. Yule mwenye kuonga Kiswahili kigumu, hatukielewi sisi kile cha Magufuli. Mwenye anaroga hivi sio anaroga, sio anafanya nini? Wakuje na nyanya yao. Hakuna mahali tunakwenda. Our lives are secure. We are born of God. We are the sons of the Most High God. We have our destiny secure. It is well with us in the name of the Lord. Somebody say it is well with my soul. It is well with me. Hallelujah. Nataka utoe imani, hizi imani umewekwa. Unajua wengine tumechanganywa. Na ndio nitasema hivi, ukisikiza mahubiri kwa TV, tafadhali jiuga ni nani unasikiza. Hapana, sikiza hawa wabegu. Na wengine wanajifanyanga wanapigiwa simu. Sasa ni kuhubiri utahubiri ama ni kupigiwa simu? Halo, ni nani huyo naona hapo kwenu? Hapo, huyo. Nani hakuna, kwani unaishi biguni? Si unaishi duniani? Nani hana watu around? Wacheni kudanganywa na nyinyi. Unadanganywa tu haraka mpaka ushatuma pesa. Unajua panda asubuhi, panda na jioni. Haujui ni gani itamea. Panda kwa shamba hili, panda kwa shamba hili. No wonder wengine hata tukijaribu kukuombea hapa pesa haiwezi fuguka, because ulifugiwa. Huku unapanda, kupanda ovyo ovyo. Hapo hamwezi sema amen. Kai murahadete, mulipanda, mulitoa. Wacha kutuma tu pesa kwa sababu unaona mtu hapo. Tena anahubiri sana. Anahubiri mpaka anatoka mate huku. Wewe washana na mtu. Na akona tawero kubwa. Paka inahangiwa hapa. Kama mtu anaenda bafu, wewe wachana na watu. Na sijasema kuhubiri na tawero ni vibaya, hata mimi si unaona niko na yangu. Lakini mtu anang'ang'ana, sasa unawe ndio huyo umeshaweka kitu. Sasa unaweka mahali hata uwezi jua. Bwana asifiwe sana. Sikiza mtu aliye na neema na neno. Mtu ambaye anajenga imani. Mtu ambaye anakuambia kile Mungu anasema. Praise the name of the Lord. But I want to say this. There is a faith that comes by revelation. Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Rastre, maana nimeona nikichanganya hizi vitu mbili wengine hawatazishika. There is a faith that comes by a command. Imani ijayo kwa sababu ya amri. Kuna imani unapaswa usimame juu yake kwa sababu ya amri uliopewa. A commandment that has been issued. And brethren, wacheni tusiwe watu ambao hawaelewi. A man of God can command you on what to do. Enda ufanye. 1 Kings chapter number 18. Not 18, 17. From verse number 6. Si Elijah alifika kwa mama mjane. Akamkuta pale kwa gate, anaokota tumiti. Akapike mkate wa mwisho, kaunga ya mwisho kakwishe, tukufe na mtoto wangu. Alimwambia namna gani? By the word of the Lord, enda upike chapati moja, uniletee nikule. Nikikula chupa yako haitakosa mafuta na mkebe hautakosa nini? Unga. Sio request tafadhali, sister, kama umeguswa na Bwana, ukiona ni vizuri, kama uko na neema, kama unakuanga na mwito, sijui unashiriki kanisa gani, by the way pastor wako anaitwa nani? Mimi naitwa Prophet Elijah, naomba tu. Si naomba, enda.
nipikie, nikule, nikimaliza kukula wewe na mwanao mtakula. Bwana Yesu asifiwe. Kuna imani husimama juu ya amri. Ndio huwa nawaambia vitu zingine hapa, na wengine sijui kama huwa mnaenda kufanya. Nawaambia enda uprofesai, uambie nyumba nitakuhama. Hii single room, single confused. Unajua hiyo self confused. Kila kitu iko within reach. Hakuna kitu haufikii. Kisu hapa, nyanya hapa, uga mbele yako, moto chini yako, maji chini ya kitanda. Si mnazielewa? Inaitwa self confused. Imechangamana, kila kitu iko within reach. Kulala ni kujiangusha tu hivi na kuinua miguu and you are gone. Mtu aliyekuwa anakuona anashida umeenda wapi? Bwana asifiwe sana. Kufika sitting room, ukitoa tu miguu hivi, sitting room. Ukiinama uko kitchen. Ushafika, ni kuhakisha tu hivi, moto ishawaka, inaguruma kuguruma. Sasa wanakuambia saa zingine enda uiambie single, hear me and hear me well. I am living in the name of Jesus Christ. I may not know when I gonna leave you, but one day I will leave you. Ukitoka wakati unakuja chachi, unatoka hapo na unaribakuta kidogo na rimasai karokotaya mashe, unaambia mlango risa kato mashina makate ya nasho. Hiyo ni kuiambia mlango, acha nikwambie siku moja nitakufuga permanent, sitaigia tena. Nikikufuga nitakuwa nimefanya nini? Rakasota makaya mashallah. Yes. Na unaambia shita koma shanda. Mlango unaachwa umechanganyikiwa. Pepo za area hiyo zinaachwa zikiulizana amesema nini? Ni wewe tu unajua vile umesema. Sasa nikikutuma nikwambie ufanye hivyo, wewe unaenda hapo unakuwa muoga, tunaanza kuangalia kama maneiba. Sasa magenyo na agiareria murango ri, wakiona nikiongelesha murango watasema ni ongelesha milango ina masikio. Wewe huoni siku moja Yesu hakuambia mitume thiaga inego mukinyira hedeni nitawafikia? Aliongelesha mti wakiwa hapo. Akauambia mtini na kuambia hakuna mtu atakula matunda yako tena, na wakaendelea. Keshoe wakamwambia haya, ile mti uliongelesha imekauka. Walikuwa wanasikia. Ongelesha hata saa zingine neighbor wakiwa hapo, unakaongelesha. Wacha neighbor wakulize korali ya lugha ile komothe, waambie naongeaka hivyo saa zingine rakatona mashia shalo katama shikaba. Yes. Wacha wakiambiana ndoyo ni agorokaga thaige, anaharibikaka kichwa saa ingine. Wewe umeharibika kichwa kwa sababu we are not looking at things from the same perspective. I am a man of faith. I speak to my house. I speak to my utensils. I speak to my vehicle. Because I am a man of faith. And I cannot live like you. I am a man of faith. Praise the name of the Lord. I am a man of faith. When I pray because I believe. When I talk to the church, I talk to the church because I believe. When I speak to the chairs ya kwamba mtakaliwa, ninaziongelesha kwa sababu I do believe. Kuna mtu atasikia hiyo sauti. Salimia jirani, mwambie you are an answered prayer. Mwambie hapo umeketi, kuna maombi iliangushwa kuangushwa. Mwambie hata wengine waliomba hawako hapa, lakini tuliomba. We are men and women of faith in God. Hallelujah. Vitu zile tuko nazo. Nawaambia neneni, ongelesheni. Ongeeni na mashamba. Ongeeni na maplot mkienda nyumbani. Ambia mchanga wa area hiyo, one day I will be walking over you. Not walking but riding over you. I will be driving over you. Unaongelesha vumbi, ukipaguza kiatu jioni unaiambia vumbi, sikia, sitakupaguza milele. Umesikia? Vumbi iko na masikio. Shida yako ni hii, nitaongelesha vumbi sasa kaediradho kama mtu, kwani naharibika kichwa. Faith inakaribiananga na wazimu. Imani inakaribiana na nini? Na wazimu. Mtu akikuuliza ati shoka imeanguka wapi? Shoka imeingia kwa maji pande gani? Alafu anaanza kukata tumiti ati anaweka kwa maji. Ogo thio mutige hau ageka hiyo ndio areka. Utatoka umwache afanye endelee na hii michezo yake. But katika ile